Bunge la Zambia laidhinisha mabadiliko ya katiba kuhusu uchaguzi. Mtazamaji, endelea kufuatilia chaneli hii kwa matukio tofauti ya dunia nzima kwa ujumla. Bunge la Zambia limepitisha kwa wingi mswada wa sheria unaobadilisha baadhi ya vipengele vya katiba vinavyohusiana na uchaguzi. Hata hivyo, upinzani unasema mabadiliko hayo yataimarisha nafasi ya Rais Hakainde Hichilema katika uchaguzi wa mwaka ujao, lakini serikali inapinga madai hayo. Rais Hichilema amesema mabadiliko hayo yamependekezwa kwa nia njema tu kwa manufaa ya muda mrefu kwa wananchi wote wa Zambia. Wanasiasa wa upinzani, mashirika ya kiraia na hata makanisa walijitahidi kuzuia muswada wa 7, wakisema ukipitishwa haraka bungeni na utamfaa Rais Hichilema na chama chake cha UPND katika uchaguzi wa Agosti 2026. Hichilema ambaye atawania urais kwa muhula wa pili wa miaka 5 kwa mujibu wa katiba, alikiri kwamba muswada huo umeibua changamoto za misingi ya umoja wa taifa, lakini akasema matokeo ya upigaji wa kura bungeni yanapaswa kuheshimiwa. Mswada huo unabadilisha vipengele 13 vya katiba ya taifa hilo lenye rasilimali za shaba, ukiwemo mabadiliko kama kuongeza idadi ya viti bungeni kutoka 156 hadi 226, kuweka viti 35 kwa wanawake, vijana na watu wanaoishi na ulemavu, na kuondoa ukomo wa mihula miwili ya miaka 5 kwa meya. Sasa mswada unasubiri idhini ya Rais Hakainde Hichilema ndani ya siku 21. Wanaounga mkono wanasema mabadiliko hayo yanakuza demokrasia, huku wapinzani wakionya kwamba yanapanua ushawishi wa rais, kuondoa uchaguzi mdogo na kudhoofisha usimamizi wa ngazi za mitaa. Zambia itaingia katika kipindi kipya cha kisiasa baada ya bunge kuidhinisha mabadiliko ya katiba ambayo yanahusiana na uchaguzi. Mabadiliko haya yanatarajiwa kuleta athari mbalimbali katika namna uchaguzi utakavyoendeshwa na matokeo yake kwa ujumla. Kwanza ni mabadiliko ya katiba yataathiri muundo wa ushawishi kwa wananchi, kuongezwa kwa idadi ya viti bungeni pamoja na kuanzishwa kwa viti maalum kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Huku kunatarajiwa kuongeza ushawishi na ushiriki wa makundi yaliyokuwa yakibaki nyuma katika siasa, hatua inayoweza kuimarisha demokrasia katika kutoa sauti kwa watu wengi zaidi katika maamuzi ya kitaifa. Lakini pili, ni marekebisho haya yanaweza pia hata kupunguza idadi ya chaguzi zile ndogo ambazo mara nyingi hutokea pale tu wabunge wanapopoteza nyadhifa zao wanapoteuliwa kuwa mawaziri. Kwa kufanya hivyo basi, serikali itaokoa rasilimali na bunge litakuwa na uthabiti zaidi katika kipindi chote cha muhula wake. Hali hii inaweza kusaidia uchaguzi wa mwaka 2026 kufanyika katika mazingira yaliyotulivu zaidi. Hata hivyo, mabadiliko haya hayajakosa changamoto kadhaa. Baadhi ya wananchi na vyama vya upinzani wanaona kwamba marekebisho ya katiba yameletwa karibu sana na uchaguzi, jambo ambalo linaweza kupunguza imani ya umma katika mchakato wa uchaguzi. Wapo wanaoamini kwamba mabadiliko haya yanaweza kumpa faida zaidi za kisiasa kwa upande wa chama kilichopo madarakani, hali inayoweza kuongeza mvutano wa kisiasa wakati wa kampeni. Utekelezaji wa mabadiliko haya utahitaji maandalizi makubwa, ikiwa ni pamoja na kutungwa kwa sheria ndogo, kuandaliwa kwa bajeti ya ziada na hata elimu ya kutosha kwa wapiga kura. Endapo maandalizi haya hayatatekelezwa ipasavyo, basi kuna hatari ya mkanganyiko siku ya uchaguzi, jambo ambalo linaweza kuathiri uhalali wa matokeo. Kwa upande mwingine, inatazamwa mabadiliko ya katiba yatawasilisha vyama vya siasa kubadili mikakati yao. Vyama vitalazimika kuzingatia zaidi uteuzi wa wagombea kutoka makundi maalum na kupanga kampeni zao kwa kuzingatia muundo mpya wa uchaguzi. Hii inaweza kubadilisha kabisa sura ya ushindani wa kisiasa kwa mwaka 2026. Lakini jambo lingine, kwa ujumla, mabadiliko ya katiba yanaweka msingi mpya wa uchaguzi wa mwaka 2026 nchini Zambia. Athari zake zinategemea kwa kiasi kikubwa uwazi wa utekelezaji, uadilifu wa vyombo vya uchaguzi
na kiwango ambacho wananchi wataamini kwamba mabadiliko hayo yanafanywa kwa maslahi ya taifa zima na si kwa manufaa ya siasa za upande mmoja.